Gloria Milimu, KTN. Kwingineko ni afueni kwa wanafunzi wa vyuo vikuu baada ya mahakama kuondoa agizo lililokuwa likizuia mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya vyuo. Hatua hiyo sasa inawaruhusu watahiniwa wa KCSE wa mwaka 2024 kuanza kuomba nafasi za masomo ya shahada vyuoni. Aidha, fedha pia zitatolewa kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili pamoja na taasisi zilizokumbwa na matatizo ya kifedha kwa muda wa miezi 6 iliyopita. Ann Musungu anaarifu zaidi. Watahiniwa waliofanya mtihani wa KCSE mwaka wa 2024 na kupata alama za kujiunga na vyuo vikuu wanaweza kuanza kuchagua kozi na taasisi wanazopendelea wakati wowote kuanzia Ijumaa. Zoezi hili linaanza miezi 3 baada ya matokeo ya KCSE kutangazwa, kufuatia uamuzi wa Mahakama Kuu uliobatilisha mfumo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu ulioanzishwa mwaka wa 2023. Uamuzi wa mahakama pia ni afueni kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili pamoja na vyuo vikuu ambavyo vilikosa ufadhili kwa miezi 6 kutokana na kusitishwa kwa mfumo huo mpya wa ufadhili. Mahakama ya rufaa kuondoa agizo la Mahakama Kuu lililotia breki mfumo huo kunatoa matumaini kwa taasisi na wanafunzi kupata ufadhili wa kifedha uliokuwa ukisubiriwa. Kikosi kazi chenye wanachama 129 kilichoteuliwa na rais kuangazia upya mfumo mpya wa ufadhili kinatarajiwa kutoa ripoti yake hivi karibuni. Timu hiyo imekuwa ikichunguza ufanisi wa mfumo huo, kushughulikia changamoto za upangaji wa wanafunzi, tathmini ya gharama za programu za vyuo vikuu na mkopo wa wanafunzi, ikiwa ni pamoja na viwango vya riba na muda wa kulipa deni. This clarity now means that will carry on with the implementation of the funding framework with the necessary modifications that have resulted from the National Committee on the Review of the Model. As directed by the Court of Appeal, we will publicize the framework to the current and incoming students within the next 14 days. Sasa maelfu ya wanafunzi wanaweza kuendelea na mipango yao ya masomo, huku vyuo vikuu na mashirika ya ufadhili yakisubiri ufafanuzi zaidi kuhusu hatma ya mfumo mpya wa ufadhili. Ann Musungu, KTN.